Akizungumza katika kikao hicho cha majadiliano kilichowashirikisha wadau wa taasisi za serikali na binafsi huko katika ukumbi wa idara ya fedha Gombani Chake Chake Pemba, msimamizi wa mradi wa Transform kutoka Zanzibar Saidi Alhaji amesema lengo la kikao kazi hicho cha kujadili rasilimali zinazotokana na bahari ni kuwalinda viumbe wa baharini ambao wapo hatarini kutoweka. Mujibu wa sheria au kumkamata kiumbe si sahihi kwa mujibu wa taratibu au kwa mujibu wa sheria. Hivyo sasa ni kuwa na mikakati maalum. Kwa maana lengo la kikao hichi cha wadau ni kutengeneza mwongozo utakokuwa ni operation unaongoza namna gani au kuwa na standard procedure ambazo zitakuwa zinaelekeza namna gani mfanya shughuli ya utalii, mvuvi awe na nyavu gani, afanye uvuvi sehemu gani, ili tu kupunguza athari ambazo sasa hivi zinakumba viumbe ikiwemo kuwakamata, kuwaua, kuna entanglement, nyavu zinapotea baharini, vipi tutaweza kukaa kuzipunguza hizo athari kwa jumla, lakini pia vile vile kushare taarifa endapo vitaonekana viumbe hivi. Tumekuwa kuna viumbe kadhaa vinaonekana sasa hivi ikiwemo nguva, ikiwemo nyangumi wanazidi kuonekana. Sasa vipi tutashare taarifa kama ni wadau, kama ni wavuvi, kama ni wanajamii, tutaweza kutoa taarifa pale ambapo wanaweza kuona hivi viumbe na kuweza kuchukua hatua stahiki au kuweza kuwalinda zaidi ili kwa manufaa kutokana na kwamba jamii inategemea na shughuli za kitalii na zinategemea uwepo wa hivi viumbe. Kwa upande wao washiriki walioshiriki kazi hicho, katibu wa kamati tendaji wa hifadhi wa bahari mkondo wa Pemba Hamisi Sharif Haji pamoja na Aisha Abdalla Rashidi kutoka idara ya mazingira Pemba, wakizungumza kwa niaba ya washiriki wenzao, wameahidi kutoa mashirikiano kwa kufikisha elimu kwa jamii pamoja na wavuvi, huku wakieleza changamoto ambazo zinaikabili mazingira ya bahari. Kwa jamii tutapita kwa jamii za wavuvi kutoa elimu hii, na wao watachangia namna gani kuona kwamba samaki hawa ili warudi katika uasili au wawepo waonekane isiwe historia, kitu gani kifanyike pamoja, kwa maana ya wizara yetu ya uchumi wa bluu na wadau ambao wanatusupport katika jambo hili. Mimi naomba tu wavuvi ndani ya sheria zetu, ndani ya vijiji vyetu, basi tuwe karibu sana na mashirikiano. Tumekata mikoko kwa wingi, kwa hiyo maji ya mvua yanaingia kwa kiwango kikubwa, lakini sio ya mvua yenyewe, yanaingia yakiwa na taka, lakini pia yakiwa na dongo linalotoka nchi kavu. Kamata mtu anakasa, ndio anakasa, na andaaje hiyo evidence? Kwa sababu mwisho wa siku nitakuwa nipeleke mahakamani au naandaa vipi hivyo vidhibitisho mpaka nifike huko mahakamani na utaweze. Nikiripoti kutoka Kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.